sisi wanadamu tuna madaraka, tuna nafasi mbalimbali, kuanzia familia, kuanzia kwenye taasisi, katika nchi, jumuiya, hata kanisani. Yesu katika hadithi hii anafundisha kuhusu jinsi ya kuongoza kama yeye anavyotaka, ambapo sisi ambao ni waumini wake, ambao tunamwamini Kristo na yeye ndiye atakuwa mfano wetu, lazima uongozi wetu uendane na jinsi Kristo anavyohitaji. Kuna watawala wa kidunia wenyewe wanatumia mabavu, na ukitumia mabavu unaumiza watu. Ukitumia katika uongozi wako ukiwa na hamu ya kuwa na nguvu, kuwa na madaraka, utaumiza watu. Kutumia mabavu unaumiza watu. Ndio uongozi wa kidunia. Lakini wanaofuata Kristo lazima kuwa watumishi, kujitolea nafsi yako kwa wale ambao Mungu amekukabidhi. Kumbe sisi basi kama Wakristo, kama una nafasi ya madaraka, una nafasi popote pale, lazima uongozi wako uwe tofauti na wale watu wa kiulimwengu. Watu wa kiulimwengu wanataka madaraka kwa nafsi zao, kwa wao wenyewe, watatumiaji walio chini ili kujinufaisha mwenyewe. Sisi watu ambao ni waamini Kristo tunapewa madaraka kwa ajili ya watu ambao Mungu ametuweka chini yetu. Ni sisi kujitoa kwa ajili yao. Hiyo tofauti ni lazima uwepo kwetu, na kufanya hivyo tutakuwa tunamshuhudia Kristo. Tunajua sisi ni viongozi, lakini tunavyoongoza hatuongozi kama wale wasio mjua Kristo. Tukijitoa kwa ajili ya watu, tukijinyenyekesha kwa ajili ya watu, hautatumia mabavu, hautaumiza watu, kwa sababu unaweza kujiumiza wewe mwenyewe kwa ajili ya watu, lakini vinginevyo utawaumiza watu kwa ajili ya nafsi yako. Tuombe Mungu amweke Kristo mbele, hususan viongozi, sisi sote viongozi, ili tuongoze kama Kristo anavyotaka. Tumsifu Yesu Kristo.